Gavana wa kaunti ya Kisii Simba Paul Arati atoa onyo kali kwa chama cha ODM, huku jamii ya Kisii ikitafakari mwelekeo mpya wa kisiasa. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Gavana wa kaunti ya Kisii Simba Paul Arati, ambaye pia ni naibu kiongozi wa chama cha ODM, ametangaza msimamo mkali kuhusu nafasi ya jamii ya Gusii ndani ya chama hicho. Na katika hotuba yake yenye uzito mkubwa kwa vyombo vya habari na wafuasi wake, Arati amesema kuwa jamii ya Kisii haitakubali kubaguliwa tena ndani ya ODM na iko tayari kujiondoa kwenye chama hicho ikiwa haitapewa heshima na usawa unaostahili. Arati alieleza kuwa jamii ya Gusii ina uwezo mkubwa wa kisiasa na inaweza kujikusanya kwa haraka ili kuandikisha wapiga kura wengi, hatua itakayowezesha kuchukua mwelekeo mpya wa kisiasa iwapo hali ya sasa itaendelea. Alisisitiza kuwa uaminifu wa jamii hiyo kwa ODM haujalingana na nafasi au ushawishi waliopata kwa miaka mingi ya uungwaji mkono kwa kiongozi wa chama hicho Raila Odinga. Malalamiko hayo yaliongezwa uzito na viongozi wengine wa jamii ya Kisii waliotumia fursa hiyo na kueleza kuchoshwa kwao na kile walichokitaja kama kubaguliwa katika mgawanyo na nafasi za uongozi serikalini. Walisema licha ya kuwa waaminifu kwa zaidi ya miongo mitatu kwa mrengo wa ODM, hakuna hata mmoja kutoka kwa jamii hiyo aliyeteuliwa kushikilia nafasi ya juu serikalini kama vile waziri wa baraza la mawaziri, katibu mkuu wa uongozi na mashirika makuu ya serikali. Viongozi hao walisema kwamba jamii ya Kisii imekuwa ikihesabiwa miongoni mwa wafuasi waaminifu wa upinzani kwa miaka mingi, lakini faida za kisiasa au kiutawala hazijawahi kurudi kwa jamii hiyo kwa kiwango cha kuridhisha. Vile waliongeza kuwa jamii hao haipaswi kuendelea kutendewa kama wanachama wa daraja, haswa daraja la pili ndani ya ODM. Kwa mujibu wa viongozi hao, ikiwa ODM haitachukua hatua za makusudi kurekebisha hali hii, basi jamii ya Kisii iko tayari kuchukua mwelekeo mpya wa kisiasa utakaowapa fursa ya ushiriki sawa katika uongozi wa kitaifa. Wamewataka viongozi wa chama hicho kufikiria upya kuhusu namna wanavyoshughulikia masuala ya usawa na ushirikishwaji wa kuepusha mtikisiko mkubwa wa kisiasa. Msimamo mpya wa Arati na viongozi wenzake unaonekana kama onyo kali kwa uongozi wa ODM, hasa wakati ambapo maandalizi ya uchaguzi mkuu wa 2027 yanaanza kushika kasi. Ikiwa jamii ya Kisii, ambayo ni kundi muhimu la wapiga kura, itaamua kujiondoa kutoka ODM, huenda hali hii ikaathiri pakubwa nguvu ya chama hicho katika ukanda wa Nyanza na maeneo mengine yenye ushawishi mkubwa wa kisiasa.